kwamba mabwenyenye wanapewa title alafu wanatoa wale maskwata kwa hizo mashamba. Naomba serikali ichunguze jambo hilo. Naam, hujambo na karibu katika Mwangaza wa Kididi awamu ya saa 1. Jina langu ni Sara Nzilani. Wakazi na wakulima katika eneo la Maseketeni Mbogoni Wadi katika kaunti ya Taita Taveta wanatarajiwa kunufaika na mradi wa uboreshaji wa barabara ya kilomita 3 ya Lambo Maseketeni ambayo itaimarisha ufikiaji wa eka za mashamba zaidi ya 6,000 na kusaidia wakulima na wakazi eneo hilo kufikisha sokoni mazao yao kwa urahisi. Kwani barabara hiyo mbovu imekuwa ikitatiza usafirishaji wa wakazi na wakulima eneo hilo ambao wanategemea kilimo na kusababisha changamoto katika kusafirisha bidhaa zao. Kulingana na gavana wa kaunti hii Andrew Mwadime, amedokeza kwamba serikali yake inajitahidi kuhakikisha na kuboresha shughuli za kunuia kipato ya maisha na wakazi wa kaunti hii. Hata hivyo, wakazi wa eneo hilo wanajulikana kama wakulima wa mahindi, ndizi na nduma. Aidha, gavana Mwadime amesema mradi huo unafaa kukamilika kwa kipindi cha miezi 2 ijayo. Kididi FM kwa habari moto moto. Na serikali ya kitaifa sasa inatafuta shilingi bilioni 2.5 zaidi kusaidia misheni ya kulinda amani nchini Haiti. Katika bajeti ya ziada iliyo mbele ya bunge la taifa kwa sasa, kamati ya uhusiano ilikubali ombi la serikali la kitaifa kama sehemu ya shilingi bilioni 23 zilizotolewa kwa sekta ya usalama. Licha ya serikali kusisitiza ujumbe wa Haiti hautafadhiliwa na pesa za walipa kodi, hii ni mara ya pili inatafuta pesa kusaidia misheni hiyo. Hapo awali, serikali ilikuwa imetafuta shilingi bilioni 2.1 kusaidia ujumbe wa kulinda amani, huku katibu wa baraza la mawaziri la hazina akieleza kuwa pesa hizo zingerejeshwa na UN. Sekta ya usalama ndiyo iliyopata faida kubwa zaidi katika bajeti ya ziada, huku idara ya kitaifa ya ujasusi NIS na wizara ya ulinzi pia zikitengewa mabilioni ya pesa. Sekta ya elimu pia ilipata katika bajeti ya ziada iliyotengewa tume ya utumishi wa walimu TSC ili kukidhi upungufu wa bima, upandishaji vyeo wa walimu na upungufu wa mishahara ya wafanyikazi. Idara ya serikali ya elimu ya msingi ina mgao wa zaidi ya shilingi bilioni 6.5 kwa Benki ya Dunia na kusaidia mpango wa usawa wa elimu ya msingi wa Wakenya katika mpango wa kujifunza na kutenga tena shilingi bilioni 5.626 kutoka kwa uwezo wa shule ya upili ili kugharamia sekta za mitihani. Kididi FM kwa habari moto moto. Na katika habari zingine ni kwa waziri wa kilimo Mutahi Kagwe ameamuru kuharibiwa mara moja kwa magunia 27,518 ya mbolea iliyoisha muda wake katika bohari mbalimbali za bodi ya kitaifa ya nafaka na mazao NCPB kote nchini. Hii ni sehemu ya mifuko 34,100 ambayo serikali ilinunua mwishoni mwa Disemba kwa misimu ya kupanda mapema mwaka huu. Miezi 2.5 baadaye ilifichua kuwa shehena hiyo haikufaa kwa kilimo. Waziri huyo amebainisha kuwa ingawa sampuli kutoka kwa mbolea hiyo ziliwasilishwa kwa shirika la viwango la Kenya KEBS ili kufanyiwa majaribio, ila matokeo yameonyesha kuwa mbolea hiyo haikutimiza mahitaji hitajika ya kilimo. Waziri wa kilimo amebainisha kuwa usalama wa chakula ni suala la usalama wa taifa, akionya adhabu kali kwa wale wanaohatarisha ubora wa chakula. Aidha, Kagwe ameonya kuwa pembejeo feki za kilimo zina madhara ya muda mrefu katika uzalishaji wa chakula. Kididi FM kwa habari moto moto. Na Rais William Ruto amedokeza kuwa maelfu ya wanafunzi wanaotegemea ufadhili wa serikali kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu HELB watapata mgao wao wote kufikia mwisho wa juma hili. Akizungumza katika ziara yake kikao cha siku 4 katika kaunti ya Nairobi katika eneo la PC Kinyanjui TTI huko Dagoreti, Rais amehakikisha kwamba amekamilisha mashauri yote ya serikali ili pesa hizo zitolewe kufikia Ijumaa hii.
Ruto amebainisha kuwa amefanya mazungumzo muhimu na waziri wa elimu Julius Ogamba na mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei, ambapo walikubaliana kuhusu mpango wa kuhakikisha fedha zinatolewa kwa wakati. Rais Ruto wakati huo amewaonya wanaohusika na utoaji huo kwamba iwapo watashindwa kutoa fedha hizo ifikiapo Ijumaa, basi yeye binafsi atawajibisha. Aidha, Ruto amekiri kuwa serikali imekuwa ikikabiliwa na changamoto za ugavi wa fedha hizo, kwa hivyo kufanya kuwa vigumu kwa walenga kupokea malipo yao. Kididi FM kwa habari moto moto. Bodi ya Famasia na Sumu PPB imewahadharisha watengenezaji, wasambazaji na wauzaji wa jumla ya vituo vya kutolea huduma za afya kuhifadhi dawa kulingana na masharti yaliyoainishwa kufuatia malalamiko mengi kutoka kwa wananchi juu ya matatizo ya kiafya yanayotokana na bidhaa zisizo na ubora. Katika taarifa, afisa mkuu mtendaji wa PPB Daktari Fred Sioi amesema bidhaa za ubora wa chini mara nyingi huhusishwa na uhifadhi na utunzaji usiofaa na huenda zikaathiri matokeo ya afya ya wagonjwa. Hata hivyo, amevishauri vituo vyote vya kutolea huduma za afya kuzingatia kanuni za usambazaji bora GDP ili kudumisha uadilifu wa bidhaa katika usambazaji. Aidha, Daktari Sioi ameeleza kuwa vifaa vyote vinapaswa kufanyiwa utafiti za uthabiti kulingana na hali ya hewa ili kudumisha ubora wa bidhaa hizo. Mafunzo ya washikadau wote wa ugavi kuhusu mbinu bora wakati wa kushughulikia bidhaa zinazohimili hali joto lazima zifuate. Zaidi ya hayo, wanapaswa kutathmini ili kulinda bidhaa kutoka kwa unyevu, joto na hali ya mazingira. Ili kutekeleza agizo hilo, bodi itafanya ukaguzi na uzingatiaji kwenye vituo vya kutolea huduma za afya. Kukosa kufuata miongozo kunaweza kusababisha leseni ya kituo kufutwa. Kididi FM kwa habari moto moto. Na katika rubaa za kimataifa ni kuwa tume wa wataalamu wa Umoja wa Mataifa imeshtumu Israel kwa ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu, ikiwemo kutumia unyanyasaji wa kingono kama njia ya kukandamiza na kuwadhibiti wa Palestina. Israel imekanusha vikali madai hayo na kusema tume hiyo ina upendeleo kwa kuitazama nchi hiyo kwa jicho tofauti na Palestina. Kifaya Harim ni mratibu wa shirika la kimataifa katika kituo cha kuwasaidia na kutoa ushauri na sawa kwa wanawake waliofafanua baadhi ya unyanyasaji uliotajwa. Ripoti ya tume wa wataalamu hao wa Umoja wa Mataifa iliyotolewa Alhamisi inasema visa vya unyanyasaji wa kingono na unyanyasaji wa kijinsia vimeongezeka kwa kiasi kikubwa kwa hali ya kutishia kwa Wapalestina. Visa vinavyoorodheshwa ni pamoja na ubakaji, unyanyasaji wa kingono ikiwemo matukio ya watu kulazimishwa kuvua nguo hadharani. Kididi FM kwa habari moto moto. Na huu ndio mwisho wa mwangaza wa Kididi awamu ya saa 1. Jina langu ni Sara Nzilani. Je,